Ili uwe kwanza kupata habari zetu, bonyeza neno subscribe hapo juu kisha alama ya kengele. Asante. Worldwide Online TV. Kwanza mimi sijui kama kuna maandamano. Sijui. Maana wewe msema yako hewani. Mimi sijui kama polisi wampelekewa barua ya kuomba kibali na aliomba kibali ni nani. Mimi sijui kama kuna maandamano. Lakini ninachojua ni kwamba maandamano ni haki ya kikatiba ya wananchi. Kwa kama kuna mwananchi yoyote anaumizwa na kitu, anataka kuandamana kwa ajili ya kueleza kitu hicho, hakuna sababu serikali kumzuia mwananchi. Hakuna sababu. Sababu ni haki ya kikatiba. Wajibu wa serikali ni kumpa ulinzi mwananchi huyo. Na tunaisihi serikali. Na tumesikia, mama tumemsikia rais anazungumza, anaonya, sijui naibu rais ya samahani mkuu wa Dar es Salaam anaonya, sijui kamanda wa polisi anaonya, sijui yani kila mtu anaonya. Waziri wa mambo ya ndani anaonya, lakini katika hali ya kawaida mimi sijui kama polisi wamepelekewa barua ya kuomba maandamano mpaka waanze kuonya au nini. Lakini serikali ijue maandamano ni haki ya kikatiba. Kama kuna kundi lolote la wananchi ambalo limeamua kutaka kuandamana, serikali wajibu wake ni kuwapa ulinzi waweze kuandamana. Sasa inawezekana labda siku ambao wanataka kuandamana kutakuwa na majukumu mengine. Ni wajibu wa serikali kushauri, polisi kushauri, bana tarehe hiyo mnataka kuandamana, tarehe 26 mwezi wa 4 tuna shughuli, tuna paredi, basi andamaneni tarehe 25 au tarehe 27. Ndio ambavyo inavyopaswa kuwa. Na naamini kabisa kwamba wananchi wataweza kuona busara hiyo na kuweza kuamua kutekeleza haki zao za kikatiba. Mnafahamu kwamba serikali ya Mapinduzi Zanzibar imelalamika kupitia kwa waziri Amina Salim Ali na kupitia kwa wajumbe wa kamati ya baraza la wawakilishi ambao tembelea kiwanda ambacho kinazalisha sukari Zanzibar. Na baadaye katika hali ya kusikitisha sana malalamiko ya Zanzibar ambayo yametolewa na waziri na baraza la wawakilishi yamejibiwa na msemaji wa serikali wa huko bara. Ni kwanza ni dharau kubwa, kwa sababu tulitarajia kwamba waziri Mwijage angeweza sio tu kujibu, angeweza kukutana na waziri Amina Salim Ali na kujadili changamoto hii ya sukari ya kutoka kiwanda cha sukari Zanzibar kuweza kuuzwa huku Tanzania bara. Sababu ndio uongozi unataka hivyo. Na sisi ni muungano wa nchi mbili. Kwa hiyo wakati mwingine vitu vidogo vidogo kama dharau hivi ambavyo msemaji wa serikali anamjibu waziri wa Zanzibar. Yaani serikali ya muungano basi angalau mngemtuma naibu waziri ajibu au hata katibu mkuu ajibu. Wameenda kumtuma msemaji wa serikali. Ni jambo ambalo linaimarisha chuki miongoni mwa sisi jamii yetu ambao ni ndugu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili, ni vizuri waandishi mweze kufahamu, sababu naona wengi mlichukua ile maelezo ambayo yalitolewa na msemaji wa serikali bila kuhoji. Nchi yetu kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni economic union, pamoja na kuwa ni political union, ni economic union. Kwa maana ya kwamba bidhaa ambayo inazalishwa sehemu yoyote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapaswa kusambaa kokote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakupaswi kuwa na restriction yoyote ya movement of goods. Kama tu economic union, not only political union, ambayo sisi tayari ni political union toka mwaka 1964. Sisi kama uchumi, yani kama ni economy, ni moja, hatuna chumi mbili. Hilo la kwanza. Maana tuna central bank governor mmoja, hatuna ma central bank governor wawili. Na central bank governor ndio ambaye anasimamia uchumi. Lakini la pili, chukulia Zanzibar ni a different entity kiuchumi, lakini iko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuna itifaki ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Itifaki ile inaruhusu bidhaa inayozaliwa Juba iuzwe Tunduru bila vikwazo. Bidhaa inayozalishwa Kasulu iuzwe Jinja bila vikwazo.
bidhaa inayozalishwa Bujumbura hii uiuzwe Mwanakwerekwe au Mkoani au Michenzani Zanzibar bila vikwazo. Bidhaa inayozalishwa Nairobi iuzwe Gisenyi Rwanda au Kigali Rwanda bila vikwazo. Tuna itifaki ya pamoja ya soko la pamoja, umoja wa forodha na soko la pamoja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tu itifaki inazuia alichokisema msemaji wa serikali kuhusiana na sukari kutoka Zanzibar. Kwa hiyo ni jambo ambalo nilikuwa naomba waandishi pia mquestion haya mambo, kwa sababu tunaweza kuona tunafanya jambo la kawaida, lakini madhara yake ni makubwa sana, kwa sababu serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa katazo hilo inaweza ikaenda mahakama ya Afrika Mashariki kuishitaki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzuia free movement of goods, kwa sababu wote tumesaini itifaki ya pamoja ya soko la Afrika Mashariki. Na la mwisho ni kwamba Zanzibar, serikali yao ni serikali inayojali wanyonge, imeweka ceiling ya bei ya sukari, kwamba hata uzalishe kwa gharama gani, sukari utakayouza Zanzibar kilo isizidi shilingi 1,800. Ndio maelekezo ya serikali ya Mapinduzi, imeweka price controls. Huku kwetu sisi hatuna price controls, ndio maana bei zinaenda zinapanda na kushuka. Sasa huku bara bei ni zaidi ya hiyo. Kwa kampuni ambayo, kiwanda ambacho kinazalisha sukari Zanzibar, kinaweza kikaamua sehemu ya sukari yake ikauza Zanzibar kwa bei ambayo ni maelekezo ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na sehemu ya sukari yake ikaiuza bara na kuna kubalance, kufidia ile hasara ambayo wanaipata kwa bei ambayo wanauza Zanzibar kwa ya chini. Na hili ni jambo la kawaida kabisa ambalo ilipaswa serikali ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wala wasibishanie kwenye vyombo vya habari, kwa sababu bidhaa inazalishwa Zanzibar ina haki ya kuuzwa popote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na haipaswi kuwa ni kero ya muungano. Kwa hiyo mimi nilikuwa na msihi waziri wa viwanda na biashara akae na waziri wa viwanda na biashara wa Zanzibar walizobu hili jambo, na ikishindikana na ishawishi serikali ya Mapinduzi Zanzibar ishtaki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mahakama ya Afrika Mashariki kwa kukiuka protocol itifaki ya soko la pamoja, ambayo bidhaa yoyote ambayo inazalishwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikasambaa kokote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki bila vikwazo vya aina yoyote. Na ni muhimu pia ieleweke kwamba hupati legitimacy, uhalali kwa kujenga nchi, unapata uhalali kwa kujenga taifa. Sababu kama ni reli, si Mjerumani alijengea reli, lakini wazee wetu walipambana naye kwenye vita vya Maji Maji kwa sababu walikuwa wanataka uhuru. Na kama ni swala la kwamba reli ni jambo zuri, tungemkana mkoloni Mjerumani. Hitler kule Ujerumani alijenga, ndio alisababisha all my highway kujengwa kule, lakini alisababisha vita. Kwa ni muhimu sana hizi dhana mbili ziweze kueleweka vizuri: ujenzi wa taifa na ujenzi wa nchi, na kiongozi makini anapaswa kubalance haya, na sisi ndio tunachoenda kukipigania kwenye bunge la bajeti linaloanza mwezi wa 4, kwamba kuna balance kati ya ujenzi wa nchi na ujenzi wa taifa, ili tuhakikishe kwamba elimu, afya, kilimo, maji ni mambo ambayo yanapata kipaumbele vinavyostahili katika nchi yetu. Tunaendelea kusisitiza kuwa kuna haja kubwa ya kuitisha mkutano wa maridhiano ya kisiasa kama jukwaa la kujadili changamoto za uendeshaji wa siasa nchini. Sisi kama nchi hatuwezi kuendelea ukisikia chaguzi ndogo vurugu, ukisikia mtu wa upinzani ameenda kuonana na wananchi mapolisi wanakwenda. Lazima tustaarabike, lazima ifikie wakati. Inawezekana sisi, niliwaambia Arusha kwenye mkutano, inawezekana sisi kuna mambo ambayo tunayafanya serikali inaona ni kero, na sisi tuna yetu ambayo serikali inayafanya kwetu ni kero: uhuru wa habari, uhuru wa kidemokrasia na kadhalika. Sasa serikali ije yaseme yake na sisi tuje tuseme yetu, tukubaliane, tuweke principles za namna gani ambavyo siasa yetu tutaifanya. Lakini hii siasa ya kila siku ni kugombana, kila siku ni kurushiana maneno, ni siasa ambayo haiwezi kuiendesha nchi. Kwa hiyo bado tunasisitiza umuhimu mkubwa sana wa kufanya maridhiano.
na bado tunasisitiza kwamba iundwe tume huru kuchunguza matukio ya mauaji, utekwaji na kupotea kwa wafanyabiashara, viongozi wa kisiasa, waandishi wa habari pamoja na wananchi wengine. Hatuwezi kukalia kimya watu wanapotea tu, kwa sababu ukikalia kimya maana yake kwamba watu wataendelea kupotea. Kwa ni muhimu sana tume huru iweze kuundwa. Ili iwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza neno subscribe hapo juu kisha alama ya kengele. Asante. Worldwide Online TV.